Jeshi la ulinzi la Israel limefanya shambulio kubwa dhidi ya kituo cha televisheni cha taifa cha Irani, Islamic Republic of Iran Broadcasting IRIB, katika kile kinachotajwa kuwa sehemu ya mashambulizi ya kijeshi yaliyopangwa dhidi ya miundombinu ya Irani. Shambulio hilo lilitokea wakati wa matangazo moja kwa moja, hali iliyosababisha taharuki kubwa ndani ya studio, huku mtangazaji akilazimika kukatisha utangazaji na kukimbia kwa hofu, huku moshi mzito na vifusi vikijaa hewani. Kwa mujibu wa mashuhuda na picha zilizorushwa na vyombo vya habari vya kimataifa, mlipuko mkubwa ulisikika ndani ya studio hiyo na kusababisha mwanga mkali, moshi mweusi na mvurugano mkubwa. Mtangazaji wa kipindi hicho alionekana akisimama ghafla na kukimbilia nje ya kamera, huku wafanyakazi wengine wakisindikizana kutoka kwenye jengo la ghorofa 5 ambalo lilishika moto sehemu kadhaa. Serikali ya Israel imethibitisha kuwa shambulio hilo ni kama sehemu ya operesheni kubwa ya kijeshi inayolenga kuzima uwezo wa kijeshi wa Irani, ikiwa ni pamoja na vituo vya nyuklia, maghala ya makombora na vyombo vya habari vinavyotumiwa kwa propaganda. Israel imedai kuwa imepata udhibiti wa anga ya Irani baada ya kuharibu mifumo ya ulinzi wa anga wa Irani. Kwa sasa jeshi la Israel linaendesha mashambulizi kwa uhuru zaidi katika maeneo mbalimbali ya mji mkuu wa Irani. Irani kupitia mamlaka zake za dharura imetoa agizo la kuhamisha wakazi zaidi ya 300,000 kutoka maeneo ya kati ya jiji la Tehran, ikihofia mashambulizi zaidi kutoka Israel. Wakazi wameonekana wakihama kwa hofu kwa vituo vya afya na mahema ya misaada vikijaa haraka kwa ajili ya kutoa huduma ya kwanza na makazi ya dharura. Mashambulizi haya yameibua taharuki kubwa kwa jumuiya ya kimataifa. Umoja wa Mataifa umetahadharisha juu ya kuzorota kwa hali ya kibinadamu, hasa Gaza ambako mashambulizi ya kijeshi pia yameongezeka. Mataifa kama Ujerumani yametangaza kuunga mkono haki ya Israel kujilinda, lakini yamehimiza umuhimu wa kurejea kwenye mazungumzo ya kidiplomasia. Marekani nayo imetangaza kuweka majeshi yake katika hali ya tahadhari, ikiwa ni onyo kwa Irani dhidi ya kushambulia maslahi ya Marekani katika eneo hilo. Rais wa Marekani Donald Trump ametaka kurejeshwa kwa mazungumzo ya mpango nyuklia ili kupunguza mvutano huo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.